ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا, na aliyepewa hikma bila shaka amepewa khairi nyingi. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. Tukiendelea na sehemu ya pili ya kuzungumzia zakatul fitri, na leo tutataja watu ambao kwamba wewe unawajibika kuwasimamia, kuwalisha, kuwavesha. Sasa hawa ambao kwamba unawajibika wewe kuwasimamia katika kuwalisha na kuwavesha, automatic utawajibika kuwatolea zakatul fitri. Na yoyote ambaye kwamba hatutomtaja katika hawa unawajibika kuwatolea zakatul fitri, automatic katika unawajibika kuwalisha na kuwavesha, automatic hutowajibika kuwatolea zakatul fitri. Hawa wanaitwa watu wa nafaka, kuwalisha na kuwasimamia. Na hawa wa zakatul fitri huwa ni hawa. Kunayo baadhi ya masaili yameelezwa, lakini hatutoingia huko kwenye masaili hayo. Hawa watu ambao kuwatolea au kuwalisha chakula na kuwavesha na kuwasimamia, utalazimika wewe kuwatolea zakatul fitri. Wa kwanza ni wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe unalazimika kujilisha na kujisimamia. Hufai huu mwili kuweka bila ya chakula, bila ya maji, kama yalivyofanywa huku Shakahola. Watu wakawekwa bila ya chakula, bila ya kunywa, kwa kisingizio cha Yesu. Hakuna Yesu wa mtu ajiue tena. Au Mungu ametuambia kulu washrabu, kisha wewe la kulu wala ishrabu. Aya hiyo umetoa wapi? Kwa hiyo wewe mwenyewe ni lazima ule. Haifai mtu kudhuru mwili wake kwa na kunywa. Tunayo saumu kama ibada, na pia utaikuta imewekewa masaa maalum, hatukuwekewa 24 hours. Mtu wa pili ambaye kwamba ni lazima umlishe na kumsimamia ni mke wako, na mke wako anatangulizwa katika kulishwa. Na tutofautishe mambo mawili, kuna kulishwa. Utukufu ni baba na mama. Hakuna mtu mtukufu baada ya Mwenyezi Mungu na zaidi ya baba na mama. Lakini katika kulishwa, wewe mfano chakula ya watu wengi, basi utakula wewe kile kitakacho kukusaidia, kisha utamtanguliza mke. Kwa nini mke ametangulizwa? Kwa sababu mke umemtoa kwao, ametolewa kwenye listi, na kwako tena haeleweki. No, haitowezekana namna hiyo. Ndio sheria itamweka mbele. Ikiwa ni mke mmoja, wawili, watatu, ambao kwamba unalazima kuwalisha ni watoto uliowazaa. Wajua watoto, kuna watoto wa kuwalelea na kuna watoto wa kuwalea. Kuna aina nyingi, labda nyumbani katika familia kuna mtu amefariki, kuna mtu hali yake nzito, kuna mtu ametupa watoto akaenda zake, wakawachukua watoto wa nyumbani kuwahifadhi. Hawa si wa kuwazaa. Au labda umeoa mwanamke ambaye kwamba yuko na watoto, ukamchukua yeye na watoto wake, pia wale ni watoto wa kulelea. Hapa ulama wakizungumza watoto, wanazungumza watoto uliowazaa, wametokamana na wewe. Hawa nao ni lazima. Na nikikariri hili neno la lazima, tufahamu kitu kimoja. Tukisha kusema lazima, manake usipomlisha anaweza kukushtaki, na akikushtaki mashtaka yale yatasikizwa na wewe utaitwa. Na tukisema si lazima, manake huyu hata
hata usipompa chakula hawezi kukushtaki, na akikushtaki kesi yake itatupwa. Hii ndio maana ya kilima cha lazima ninachokikariri katika ulimi wangu. Kwa hiyo wewe mwenyewe, kisha mke wako au wake zako, kisha watoto uliowazaa. Baada ya hapo ni baba na mama. Ni lazima, kama baba na mama hawana uwezo, ni lazima wewe pia uwasimamie kuwalisha na kuwavesha na kuwafanyia kila jambo. Ikiwa wanao uwezo, basi hulazimiki tena, kwa sababu wenyewe wataendelea na maisha yao kama kawaida. Vile vile mfanyakazi ambaye kwamba ni wa nyumbani na umeelewana naye ya kuwa wewe mshahara wako bana, nitakupatia shilingi 5,000 na chakula utakula kwangu. Sasa isiwe tena mshahara 5,000 na chakula katefute. Sasa 5,000 hiyo itanunua chakula, itativia mambo mengine. Au uelewane kutoka mwanzo kabisa ya kuwa wewe mfanyakazi wangu wa nyumbani, mshahara wako ni 10, ni 8, lakini chakula mimi sihusiki, ili yeye pia aridhike kufanya kazi au akatafute kazi mahali pengine. Lakini nakariri tena, mfanyakazi wa nyumbani. Vile vile wanyama ambao kwamba wewe utakuwa umewafungia. Mnyama ukimfungia lazima umlishe, hata kama ni paka. Hakuna anayekula paka, lakini madamu umemfungia lazima umlishe au mwachilie. Njiwa, kuku, ukisha kumfungia sheria inakulazimisha kumlishe. Kama huwezi kumlisha, mwachilie ende zake, na akifa kwa njaa una hukumu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa tutoe masala ya wanyama, tubakishe binadamu peke yao. Hawa binadamu wakiwa ni Waislamu, na vile vile tukitoa mke, hawa wengine waliobakia, baba, mama, watoto wakubwa, mfanyakazi, kama hana uwezo au ana maradhi ambayo kwamba tutakayoeleza, basi hapo utalazimika, wa ila pia hulazimiki. Sasa turudi kwenye zakatul fitri, tuanze kumtaja mmoja na sheria zake ili ifahamike kwa uzuri katika zakatul fitri. Kabla ya kutaja hayo masala, wengine wote ndio ambao kwamba sikuwataja, unapokuwa wewe unawasimamia kwa kuwalisha, unafanya jambo la kheri kwa Mwenyezi Mungu, unapata ujira na unajijengea pepo yako. Mathalan, watoto wa ndugu yako mayatima ambao kwamba wako katika family au wako kwa jirani, hawa wote, hata kama mfano mtu amewatupa watoto na wewe ukawachukua wale watoto ukawa unawalisha, unawalipia skuli, unawatibu, unawafanyia kila kitu, hiyo ni fadhila, huwajibiki kuwatolea zakatul fitr. Na hiyo kuwalisha kwako ni fadhila. Siku ukisimama tu, mathalan hali zimekuwa mbaya au kichwa chako kimekataa kuwasimamia hawa, hata wakienda wapi kushtaki hawatosikizwa, kwa sababu sheria haijakulazimisha. Wewe ulikuwa unafanya kama kheri na kujenga pepo yako. Kwa hiyo turudi sasa katika zakatul fitr. Hii nidhamu nitakayoitaja hivi sasa utaifuatilia iwapo uwezo wako umebana. Kama uwezo wako ni mzuri, watolee wote hawatakaowataja. Lakini kama uwezo wako hauruhusu kuwatolea wote, utapata mpangilio huu utakaotaja. Pale utakapokwama, wale wengine umesamehewa. Pale utakapokwama, wale wengine utakuwa umesamehewa. Kwa hiyo ikiwa mtu anataka kutoa zakatul fitri, wa kwanza kabisa hufai kumsahau ni wewe, roho yako, kwa sababu ni ibada. Ibada lazima uifanye wewe mwenyewe ibada yako. Kwa hiyo hii zakatul fitri ya kwanza ni wewe. Utachukua fungu la kwanza uweke, haya, hii zakatul fitri yangu. Kisha mpango mbaya huku, kuisha wengine wote wameshasamehewa. Sawa, yani uwezo wako ni kumtolea mtu mmoja, basi ni wewe. Usimtolee mke wako wala mtoto wako wala babako wala mamako wala nani, jitolee wewe mwenyewe. Hii ni ibada yako. Ukitoka hapo utaenda category number 2. Category number 2 ni mke. Uwezo upo, basi utaenda kwa mke. Kama una mke mmoja utamtolea huyo mmoja, kama ni wawili ni wawili, watatu, wanne, wote utawatolea.
Tuchukulie hii category namba 2, mimi siwezi kuwatolea wote, uwezo wangu ni mimi na wawili peke yao, na wewe na wake wanne, na siwezi kuwatolea wote wanne, mimi na uwezo wa kuwatolea wanawake wawili katika wale wanne. Je, utamtolea yupi? Ule ambaye kwamba anaikuambia I love you, au yule anayekupikia chakula vizuri, au ni ule wa kwanza, au ni yupi ambaye kwamba utakayempatia hiyo nafasi? Wanawake katika sheria wote haki yao ni moja, hufai kubagua huyu juu ya huyu. Awe hata kama wa kwanza ana miaka 10 kwako, wa pili ana miaka 2, wa tatu ana miezi 6, na wa nne mashallah na wiki 2 tu, bado jadid new imeingia. Hakuna tofauti baina ya huyu na yule, wote wako sawa sawa katika sheria. Kwa hiyo kile utakachokifanya ni nini? Ni kura yenyewe. Utachukua kikaratasi uandike majina yao A, B, C, D, yale majina uzikunje, uzichanganye, kisha uvute. Haya, ametokea C, wewe ndio utakutolea zakatul fitr. Ametokea B, utamtolea yeye. Wale wengine sheria imeshakusamehe kwa sababu ya uwezo wako umebanika. Kwa hiyo kategori namba 2 ndio hiyo. Huyu mke awe ana uwezo hana uwezo haihusiani, zakatul fitr ni juu ya bwana. Kategori namba 3 sasa, ikiwa hapa wewe umeweza, wake zako umeweza, nafasi bado ipo. Kategori namba 3 utaenda kwa mfanyakazi. Utaenda kwa nani? Kwa mfanyakazi. Lakini huyu mfanyakazi ana sharti 4 lazima uzizingatie. Ikikosekana tu sharti moja, humtolei zakatul fitr. Huyu mfanyakazi au ikiwa ni mmoja, ni wawili, pia na wao ni kama upande wa wake. Sharti ya kwanza katika mfanyakazi ni awe mfanyakazi Muislamu. Awe mfanyakazi ni Muislamu. Kwa hiyo kama mfanyakazi mwenyewe si Muislamu, usimtie kwenye listi, hayumo. Sharti ya pili, awe ni mfanyakazi wa nyumbani, sio mfanyakazi wa shamba au wa dukani au wa gereji au wa wapi, la, hayumo yule. Lazima awe, sharti ya kwanza ni Muislamu. Sharti ya pili awe ni mfanyakazi wa nyumbani, afua, safisha, pika, yani ni wa nyumbani. Hii ni sharti ya pili. Sharti ya tatu, iwe ulipofanya makubaliano ya kikazi, makubaliano yako ni kuwa chakula chake ni juu yako. Kama hakuna makubaliano hayo, huyo pia hayumo. Yani kwa mfano, ni mfanyakazi Muislamu na yuwafanya kazi nyumbani, lakini umemwekea mshahara wake 10,000, 12,000, 15,000. Maana huu ni mshahara wako, kwangu chakula si usiki, asubuhi jipange ule kabisa, ukija hapa kazini ni kufanya tu kazi za nyumba. Ikifika mchana naenda kibandani kale, na mimi kama ninao chakula nitakupa, lakini si lazimiki kukupa chakula. Ikiwa makubaliano yako namna hiyo, huyu pia mtoe, hayupo kwenye listi. Kwa hiyo la kwanza awe Muislamu, ya pili awe ni mfanyakazi wa nyumbani, ya tatu iwe kuna makubaliano ya chakula ni juu yako. Ya nne, mume wake awe hana uwezo wa kumtolea zakatul fitr. La mfanyakazi wako mume wake aweza kumtolea zakatul fitri, basi wewe huwajibiki tena kumtolea zakatul fitri. Khalas, iko kwenye shingo ya mume wake. Yani tajiri na mume, nani mwenye power juu ya mwanamke? Ni mume. Kwa hiyo zakatul fitri ni juu ya mume wake, lakini mume wake hana uwezo, hapo ndio itaangukia kwa nani? Kwa tajiri yake. Hizi ndio sharti 4 za mfanyakazi kumtolea zakatul fitri. Moja tu ikikosekana, unamtoa kwenye listi, anakuwa uwajibiki wewe kumtolea zakatul fitr. Hii ni kategori namba 3 Ya kwanza ni wewe, ya pili ni mke, ya tatu ni mfanyakazi. Kategori namba 4 ni watoto uliowazaa wewe, watoto uliowazaa. Lakini watoto kama hawa wawe ni watoto hawajabalighi. Sawa, wawe ni watoto hawajabalighi. Kubalighi kisheria, nafikiri tuelewa kubalighi.
sio hii ya kiserikali ya miaka 18. Tunazungumzia kisheria, yani ameota akatoa manii, akiamka anakuta manii kwenye mwili wake, au kama ni msichana amekuta damu, hii ndio inaitwa amebalighi. Hakufanyika hivyo mpaka amefika 15, amefika umri wa miaka 15, huyu msichana hajaona damu na huyu mvulana hajaona manii kwenye ala yake, basi akifika 15 pia tutazingatia amebalighi. Ima abalighi kwa kuota au kutoa manii, au abalighi kwa umri, na mwanamke ima kwa kutoa hedhi au kwa umri, moja katika mawili. Ikiwa hajabalighi huyu mtoto, basi wewe utalazimika kumtolea zakatul fitri. Taban watoto kama tulivyosema ulo wazaa, wala sio wa kuwalelea. Wa kuwalelea hawamo katika listi, huwezi kumtolea mtoto ule zakatul fitri. Kama ni mtoto hajabalighi hayumo, na kama amebalighi mpaka umuombe ruhusa kama si mtoto wako. Ama mtoto wako ambaye kwamba hajabalighi, ni lazima umtolee zakatul fitri. Kwa hivyo hapa katika watoto pia kuna changamoto. Yaweza labda mtu akawa ameruzukiwa na watoto wingi, yani mashallah, kila mwaka miaka miwili yuwashusha ateremsha, sawa, ni neema. Sasa tuchukulie labda mtu ana wake watatu, mwaka huo mmoja huyu wamezaa huku, mwaka mmoja unusu imepita, wengine tena tududu wote wamezaa watoto 6 kwa muda miaka miwili, mwaka wa 3 wamezaa wote pia, una watoto 9, huyu ana miezi miwili, huyu ana mwaka mmoja unusu, huyu ana miaka 3, na huko hivyo hivyo wamepishana tu kidogo. Sasa katika zakatul fitri tumesema tutaenda kwa categories. Mwanzo utatoa wewe, kisha utoe wake zako. Tayari hapo ni wake wangapi? 3 katika mfano tuliotoa. Kwa hiyo mafungu mangapi haya? 4. Mfanyakazi huku, mfanyakazi au wafanyakazi wangapi hao? 3. Kwa hiyo 4 na 3 ngapi hizo? 7. Mafungu 7 ya zakatul fitri tayari umeshawajibika, umeweza kutekeleza. Waenda kategori namba 4 hapo kwamba ni watoto. Watoto sasa ni wangapi hao? 9 na 7 16. Ukiangalia mpango hauingiliani mathalan, yani uwezo umekwama hapo. Ukiangalia ukakuta waweza kutolea watoto 5 tu katika watoto 9, watoto 4 uwezo hauruhusu. Je, utachukua watoto wapi sasa katika hao? Sheria yasema utaanza yule wa mwisho kabisa, yule alikuja yule newborn, yule wa mwisho, yule mpya yule. Nani alizaliwa karibuni kabisa, mwisho hapa ni yule wa kule. Zakatul fitri yake ya kabla yake alikuwa ni nani? Ni yule wa kule, utamtolea yule. Na kabla ya huyu nani? Unaanza chini kwenda juu, kwa mtu ambaye kwamba hana uwezo wa kuwatolea watoto wote. Lakini kama una uwezo wa kuwatolea watoto wote, sasa utawatolea watoto wote. Ukitoka kwenye watoto utamtolea baba. Baba yupi ambaye kwamba utakayemtolea? Ni baba aliyekuzaa, sio baba aliyekulelea. Yule aliyokuzaa yule ni lazima umtolee zakatul fitri iwapo baba huyu ni Muislamu na vile vile hana uwezo. Kama baba si Muislamu hulazimiki. Labda mtu amesilimu, baba amekataa kusilimu na baba hana uwezo, ikafika wakati wa zakatul fitri humtolei kwa sababu huyu ni baba si Muislamu. Au baba ni Muislamu lakini anao uwezo, madamu anao uwezo pia humtolei zakatu alfitri. Hapa tunataka baba awe ni Muislamu na vile vile hana uwezo, huyo ndiye ambaye atakayemtolea. Lakini babangu kwanza nizaliwe, hata hanijulii, hata haniangalii, hata nini ya mambo ya baba, la, haihusiani. Yeye madhambi aliyoyafanya yeye na Mungu wake juu yako watahukumiwa kule, na wewe usifanye dhambi ikawa nyote mna kesi kule kiama. Na kadiri tena kuna watoto wengine wanapata shida, wazazi wao wanawatupa. Hata leo kwenye darasa la dhuhuri ilikuwa nazungumzia zakatul fitri, mtu mmoja akanitolea kisu wapi, ananiambia mimi na watoto nyumbani,
baba yao hajui wala hana habari wala chochote, na anao uwezo wa kuwalipia watoto wake zakatul fitri, lakini hawasimamii wala hafanyi chochote. Je, mimi nifanyeje? Naambia na wewe huna kitu. Zakatul fitri yule baba, maasi yake ni yeye na Mungu wake, na hukumu yake ni siku ya Kiyama. Basi sasa hawa watoto, wewe mtoto ukiwa mkubwa, sasa umekuwa mkubwa, baba hukumbuki kuonana naye, haihusiani, ni lazima utolee zakatul fitri. Huu ni wajibu wako katika sheria. Babangu wajua ni asi dini, hata kama ni fasik, haihusiani, lazima umtolee babako zakatu alfitri. Na baba siku zote huwa ni mmoja. Hii kategori hatuwezi kusema kuna watatu wanne wenyewe tu, hakuna baba wawili wala nini. Kisha baada ya baba ni mama, baada ya baba ni mama, na mama pia ni mama aliyekuzaa, sio mama aliyokulelea. Yule ndio kwamba unawajibika kumtolea zakatul fitri ni mama aliyokuzaa, iwapo mama ni Muislamu na pia hana uwezo. Kama ana uwezo, basi atajitolea yeye mwenyewe zakatul fitri. Yani baba yafanya kazi, maisha yake yako vizuri, na wewe wafanya kazi, maisha yako yako vizuri, wewe utatolea huku. Ukifika baba utamruka, na mama utamruka. Mama atatolewa na nani? Na baba, ni mke wake kule. Baada ya hapo, kategori ya mwisho ni ya watoto wako waliobalighi. Lakini hawa watoto wako waliobalighi, sharti yake ni awe ana moja katika sifa mbili. Hii ni kulingana na fiqh, kisha tutaongeza sifa ya tatu kulingana na hali ilivyo. Sifa ya kwanza, mtoto yule aliyebalighi ni mwenda wazimu, amebalighi lakini mwenda wazimu, خلاص utamtolea zakatul fitr. Hata kama ni mwenda wazimu, lakini hata haswali hafungi, ya sheikh, haihusiani kufunga wala kufali. Hata babako kama haswali hafungi, utatoa zakatul fitr yake. Hii ni chakula cha kuwapa maskini, ni chakula cha kuwapa maskini, hakihusiani huyu aswali hafali, hiyo haihusiani. Hii ni wajibu wewe chakula hicho kifikishe kwa maskini namna hiyo. Kwa hiyo la kwanza, yule mtoto akiwa ni mwadhazimu amebalighi utamtolea, na vile vile kama ni mlemavu, mtoto amebalighi lakini ni mlemavu, ima ana baridi, amevunjika maguu, amevunjika mkono, kipofu, ni ulemavu. Madamu ni mlemavu, bado baba anawajibika kumlisha mpaka kumhitimisha. Hata mwandazimu aliyoko barabarani, baba ni lazima amsimamie yule mtoto, na kinyume chake pia. Lau baba ndio mwandazimu, mtoto ni lazima amsimamie yule mtoto, yule baba. Hata kama hataki kukaa nyumbani, amfanyie mpango, amfikishie chakula pale mahali alipo, amfanyie mpango, ambadilishie nguo, yani afanye kila juhudi ya kumhudumikia. Katika sheria la ajabu zaidi, mwandazimu na mlemavu wanarithi. Mwandazimu na mlemavu wanarithi. Yani mfano baba ameacha mali na kuna mtoto mlemavu au mtoto mwandazimu na mali ni mengi, kila mtu amekula 10 milioni na yule tata kula 10 milioni, huyo mlemavu, huyo mwandazimu, na atakayezina atakiona kwa Mwenyezi Mungu, ni haki yake, lakini hapatiwi mkononi kwa sababu haelewi, aweza kuziharibu. Zinahifadhiwa kwa mtu mwaminifu, akimpatia madawa, akimpa chakula, akimfurahisha, akimsafirisha, akimhudumikia. Wala huruhusiwi kumtolea sadaka. Kuna msitaka kujengwa kwenda kumtolea sadaka, la, huruhusiwi kumfanyia hivyo, mhudumikie yeye. Akifa mweza sasa, bana hichi kilichobakia wacha tumjengee msikiti, wacha tumfanyie sadaka, lakini wakati yuko hai ni chake, ahudumikiwe. Kwa hiyo mtoto alibalighi katika sura kama hiyo ndiye ambaye kwamba utamtolea zakatul fitr. Ama kama si mwandazimu na vile vile hana ulemavu, mtoto yuko nyumbani, waingia toka rudi, la huyu mtoto akazwe afanye kazi, akazwe ajitolee zakatul fitr mwenyewe, sio juu yako katika kumtolea zakatul fitr. Ama sifa ya tatu ambayo kwamba ulama wa sasa wameongeza ni mtoto anayesoma. Ilmu hivi sasa imebadilika. Zamani watu miaka 14, 15 washamaliza masomo. Siku hizi kuna university, kuna college, kuna masters, kuna PhD. Mtoto mpaka miaka 30, 27 usoma.
Sasa ulama wasema ikiwa huyu mtoto yosoma kwa bidii, tutatarajia heri kwake, basi ni juu yako kumtolea zakatul fitri. Msichana aliyoko nyumbani ambaye kwamba hajaolewa na hana kazi, ni juu yako kumtolea zakatul fitri. Lakini huyu mtoto ambaye kwamba yosoma kwa mboko, atolewa kwa nguvu, hana haja ya masomo, au anasoma na huko anafanya kazi, huyu zakatul fitri ni juu yake. Na msichana naye kama yafanya kazi ya kushona, ya kupika keki nini, zakatul fitri ni nini? Juu yake. Kama ameolewa, khalas ni juu ya mume wake. Haya ndio machache ambayo kwamba itakuwa kwa leo tumejaliwa, na wakati utakuwa umebana sana. Kwa hiyo kama mwenye suala la kuhusu zakatul fitri peke yake, kwa sababu kuna shughuli leo za hapa na pale tumealikwa ili tukawahi, basi tutapokea maswali yawe to the point na inshallah tutajibu.